because you are a good God and you are our Father. And we thank you because, Lord, we've seen in different ways. Be with us, Lord, as we listen from you and as we listen from your word. Father, we ask you that you're going to guide us, that, Lord, you're going to speak to our hearts, and the Lord, we shall be able to understand. In Jesus' name we pray. Amen. Tunaendelea na today we shall actually wind up na kitabu cha Jude, mahali ambapo tumekuwa tukisoma. For those that were here last week, Professor Some was talking about the same, about the last days. And I'd like to allow me not to read the whole text for now, but I'd like to read from verse 17 to the end, because hapo ndipo nataka tuangalie. Previously, we've seen the book of Jude talks about the false teachers, that there will be false teachers, and gives the characteristics of those false teachers. That is the whole book of Jude. Actually, it says in verse 3 that, dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. So that is the reason why Jude is writing, because there are so many false teachers, so we have to contend for our faith. And now from verse 17 it says, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others, show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And all of us, let's say amen. So Jude now akimalizia katika kitabu chake, he's telling us that we are in the last days. You know, the most important moment katika, especially majority of the men, ni wakati kuna league na imefika finals, and especially between Manchester United and Arsenal. Sijui ni gani kali, but if they have to meet, watu hawalali. Afadhali ulale saa 9 na huko ukingoja the finals, because you want to know ni nani ambaye atashinda. And that final time, that final season is a very, very important season, because that is when we will know whether the team will win or not. And the team knows that. If the team gets to the final, they have to be well prepared. They will learn even the opponents, the way the opponents are playing. Wajue wanacheza namna gani, how are they playing the ball, who are the strong people, how is the defense, how is the striking team and all that, because they want to, they're preparing themselves for the final. They want to win eventually. And it's not only in the football, lakini katika mahali kwingi, even in other competitions, we have season finale. Even wakati wa Tusker Project Fame, we had season finale, the final part, mahali ambapo sasa the contestants, we need to have the winner, and so you need to be very careful. And today I'd like us to talk about season final, the final season that we are in, the last days that we are in. Tuko katika siku za mwisho. And how do you know that? Tunajuaje hivyo? Tunajua kwa sababu katika kitabu mstari wa 17 inatuelezea vizuri. Inasema kwamba, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They say to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. Tunajua kwa sababu siku za mwisho
kutakuwa na hawa ambao ni walimu wa uongo ambao wamekuja na ambao tuliambiwa kwamba watakuweko in the last times, katika siku za mwisho. Na wakati ambapo tunaona vile ambavyo walimu wa uongo wamejaa, now we know that we are almost going home. Christ is almost coming. Yesu yu karibu kuja, na kama hata kuja utaenda, ni sawa, hiyo bado ni the last days zako. Lakini tuko katika siku za mwisho ambapo dunia iko karibu kuisha. Tunapoangalia so many signs ambazo zilitolewa kuhusu the last days, we really sure that these are the last days. Tuko sure hizi ni siku za mwisho, ambapo kutakuwa na watu ambao wanafuata mambo yao, wanafuata ubinafsi wao. Na hiyo tuko nao katika hivyo makanisa, watu ambao they don't care. They say watakuja, tutaimba na wao, tunakaa na wao, lakini ndani yao wanataka kufuata mambo yao kibinafsi. And I try to look at it kama sisi wa Kenya. Unajua, nilikuwa naangalia, nilisikia kwamba AIC, members wa AIC peke yake, na sijui kama sisi zote ulihesabiwa, lakini members wa AIC peke yake ni almost 12 million katika Kenya. 12 million na tuko 47 million. So hao ni watu wangapi? Which percentage? Almost, tuseme more than 20%. More than 20% ya Wakenya ni wa AIC. What about other churches? So definitely ile the narrative kwamba 80% of Kenyans are Christians ni ukweli, inakaa ni ukweli. Kwa sababu ukiangalia like Catholic, there are so many. Catholic I know wao ni wengi zaidi kuliko AIC. Then you're talking about PCA, you're talking about ACK and all the other churches tuko nazo. All people, na ukiangalia Jumapili utaona kila mtu anaenda kanisani isipokuwa wale ambao siku hizi corona imefanya wengine kukuwa na advantage. They don't go to the church wakisema kuna corona, lakini wako huko kwa supermarket na wanaendelea na kazi zao, which is okay. Wacha waendelee na kazi zao, wataendelea kusikia Mungu huko. But that is how we are. We are so many Christians today in this Kenya, lakini bado corruption imekita mizizi katika wale ambao ni Wakristo na wako katika uongozi. There are even wale ambao ni wanaongoza katika hali ya ufisadi na ni Wakristo. These are the people ambao tunaambiwa kwamba watakuja during the last days. And not only that, they even divide you. Watakuja kutugawanya. Na ndiposa unapata wanatugawanyisha kikabila. Unajua wasi wetu, unajua nyinyi si kabila langu, wale si kabila letu. Na tunaanza kupigana kikabila, eventually we lose. Kwa sababu wakati ambapo we fight, we have those tribal fights and we start fighting, you hate the fellow brother kwa sababu yeye ni wa kabila tofauti. That means you're losing, kwa sababu kuna vitu ndani yake ambapo hutapata. We are the ones who lose. Lakini kuna wale ambao they come to divide us, even in the churches. Katika makanisa tunaanza kuangalia ukabila. Kanisa hii kabila tunakana, unasema mimi siwezi kaa na watu kabila fulani na watu kabila fulani, because these are the last days and those people were prophesied that they will be there. So tunapoangalia haya mambo yakitendeka, tunajua kwa kweli Kristo yu karibu. And these people are not here. They are not here just for a short while. Hawako hapa alafu waende. They are here to stay. They are here to divide us, and they will continue trying to divide us. Wataendelea kututenganisha. Wanakuja wanakutenganisha, na ndio unakuta kwamba wengine wanatenganisha hata familia. Unaona, unasema kwamba uko na shida, anakuambia ninajua shida yako ni gani. Unaona yule your brother ndiye anakuendea. Na wewe unafika nyumbani na mahasira, unajua your brother ndiye anakuendea, hata amechima ameweka nini zake pale kwa mlango, unaenda unachimba, hujui hata pengine hata zilioko usiku na mwenye alikuambia. Wewe ukienda ukizipata tu hivi, ni ukweli my brother wewe ulikuwa umeniendea kwa mganga. Na mnaanza kukosana na your brother for nothing. Because these people, their work is to divide. Wametumwa na shetani kugawanya. And they will be there. So what are we supposed to do? What are we supposed to do? Number one, we need to superglue ourselves to Christ. We need to superglue. You know superglue? See, you know superglue? And the way it works. Kwamba ikishikanisha inashikanisha kabisa. So literally like we need to
kujipaka super glue na tujiweke kwa Kristo, this is that hakuna kitu itatutoa hapo. Meaning that we need to have a firm foundation in Christ. Lazima tukuwe na msingi imara katika Kristo, ambao tunaambiwa katika mstari wa 20 ambao inasema kwamba, but you dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Kwa sababu wale watu wako, they do not have the Spirit of God, hawana Roho Mtakatifu, wao ni wa roho yule mchafu. That means they are not even Christians, na wako katika kanisa na wanajaribu kutugawanya na wako kila mahali. But wewe jiweke na ukaweze you need to be firm, you need to build yourself firmly in Christ. You need to ujisuperglue na Mungu, kwamba hakuna chochote kitakutoa katika imani yako in Christ Jesus. Today, mahali ambapo tuko with the digital world, tuko mahali ambapo watu wako na vitu nyingi, watu wako na maneno mengi, and they try to take us away. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, you will never be shaken. You will never be shaken. Watu ambao wako ndani ya Kristo ni wale watu ambao, unajua Ukristo siku hizi imekuwa ni ile tu ya liberal Christianity, whereby uko tu hapo hivyo mwishoni tu na ni rahisi kuvutwa. But you need to be firm. You need to be firm. Let people know that you cannot be taken away. Na hakuna kitu kitakutoa katika upendo wa Mungu. Na Biblia inasema katika Wakorintho 3 that we have that firm foundation which is Jesus Christ. Na tukiwa ndani ya that firm foundation, when we build our houses, na tuzijenge jumba zetu vizuri na mawe ambayo inadumu, hata kama tutapitishwa ndani ya moto hatutaungua. Meaning that tunapojiweka ndani ya Kristo na vile ambavyo tunazidi kujitanisha na huyu Kristo, mbinguni tuko na reward. We have a reward in heaven. Na yeye anasema kwamba hakuna wakati ambapo tumekuwa ndani yake, hakuna mtu ama kitu ama shetani ama nani, hakuna kitu kitatutoa katika mikononi mwake. In John 10:28, hakuna, there is nothing that will snatch us from his own hands. Hakuna. Unaingiaje ndani ya Kristo? Katika Bible reading, Bible study, katika prayers, unaongea na Mungu kila wakati, katika fellowship, that is why we are here today, na katika service. Tusikuje tu hapa, lakini tunakuja hapa kutumika. Utafuta ni wapi ambapo unaweza kutumika, ni wapi ambapo unaweza kutumika. Njia zote, kuna njia nyingi sana za kutumika katika kanisani. When you do that, when you read, when you study the Bible, you pray, you have fellowship with believers, and you serve God, wewe utakuwa ndani ya Kristo. Na utakuwa kama ule mti, Zaburi inaongea, ni kama ule mti ambao uliopandwa kando ya mto, ambao hautafanya nini? Hautingiziki milele. I said that in the morning. Kuna ka clip niliona, kuna picha actually ka clip Charles alitutumia mahali, na ilikuwa inaongea kuhusu the coconut tree. Coconut, unajua zinakuwa zikielekea juu. Hakuna coconut hakuna mti inakuwa ikielekea kando. But this particular one ilianguka several years ago. Ilipoanguka bado mizizi yake ilibaki, kuna mizizi ilibaki ndani. Nyingine ilitokana, lakini kuna mizizi ilibaki ndani. Na kama imeanguka imelala tu pale mwisho wa pale juu, ambayo ninafaa kukua juu, lakini sasa imelala, ikaanza sasa tena kumea tena. Ile mti inamea pale, inamea kwa sababu hii mizizi ambayo iko kule ndani. Although mti imeanguka, lakini kwa sababu mizizi iko ndani, basi huko juu inaendelea kufanya nini? Kumea. No, we as Christians, wakati ambapo tuko na mizizi ndani ya Kristo, through Bible study, through prayer, through fellowship and through serving God, wakati ambapo tumeweka mizizi yetu ndani, hakuna kitu na hakuna mtu ataweza kututingiza. The second thing, we need to be merciful to others. We need to be merciful to others. Verse 22 inasema kwamba, be merciful to those who doubt. Kuna wale ambao wanashaka, na wao ni watu ambao bado hawajamkubali Kristo. Tuwe na huruma kwao.
anamaanisha nini akisema huruma kwao? Hawa ni watu ambao tunafaa kuwafikia na Injili, kwa sababu hawajapata mtu wa kuelezea, ndiposa wako na shaka, hawajaweza kuelezewa Injili. Tuweze kuwafikia, na hiyo ni Mathayo 28, na hiyo ni njia moja pia ya kutumika. Tuweze kuelezea neno la Bwana ili wakaweze kuja karibu, ili wakaweze kumjua Kristo. Na si hao tu, nyingine anatuambia kwamba verse 33, snatch others from the fire and save them. Now snatching them, hao ni watu ambao wanaelekea katika moto, and you need to snatch them. Na wakati Yuda anaongea kuhusu snatching others, anaongea kuhusu wale ambao tayari wameangushwa na mafundisho mapotevu. Those that follow the false teachings, that we need to tell them the truth. Na wakati ambapo unaelezea ukweli, you're snatching them from the fire and you're saving them. Hata kama tunajua sio sisi tunaokoa. Hivyo ni kumaanisha kwamba ni sisi Mungu anataka kututumia sisi kuokoa hao wasielekee motoni. Because, and I said that earlier, that tuliona hapo hivyo awali, when Jude gives an example of Sodom and Gomorrah, the people from Egypt, wale ambao they rebelled, and we saw that God will punish both the false teachers and their followers. So kazi yetu is to snatch wale ambao ni followers and they're headed to hell. Wale ambao wamepotea, wale ambao wanafuata mafundisho mapotevu, tuweze kuwasaidia wakaweze kuja kumjua Mungu. Lakini tunapofanya hivyo, Biblia inasema kwamba we need to be careful, tukue waangalifu, hivi kwamba we even hate the clothing stained with corrupted flesh. Tukue waangalifu wasituangushe wao. Tukue waangalifu wasitufanyie ufisadi sisi. Kwa hivyo hata kama tunaenda kuwaokoa, tukue waangalifu tusiingie katika mtego wa dhambi. Now tunaongea tu katika dunia wakati ambapo we have a lot of discussions today and so many false teachers. Wengine ambao wako na madhehebu yasiyomjua Mungu, lakini wanaanza kuongea kuhusu viongozi wao, they are the best leaders and everything. Wao mwingine anaanza kusema kwamba bila yeye hakuna mbinguni, kwa hivyo ukitaka kwenda mbinguni lazima tumpitie yeye. Wengine they are not in any religion, and I'm very confident saying this. Wengine wanaanza kutuletea in the name of science na in the name of culture turudi katika mizizi na mambo kama yale, na wanatupotosha katika wema. Na ukienda kuwaokoa hao, usipochunga utaingia huko, utatumbukia. Na sio lazima tuwe waangalifu tunapoenda kuongelesha, tusiongeleshe tuingie ndani, tuingie katika mtego. Na that is the reason why lazima tukue tumejua neno la Bwana. Lazima uwe na msingi imara. Tuwe na msingi imara, tuwahurumia hao watu. Na jambo la mwisho, tujipatiane kwa Mungu. Let us submit ourselves to Christ. Why? Kwa sababu yeye atatuokoa. The Bible says, to him who is able, that is verse 24, to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Kwake yeye ambaye atatuokoa na atatusaidia tusijikwae. Yeye ataweza kutufikisha katika utakatifu wake. So God is able to help us not to stumble ourselves. He is able to protect us. Tunapomwambia chukua usukani katika maisha yetu, hata wakati walimu uongo wanakuja, ataweza kukuambia na hiyo usisikize. Because tumejipatiana kwake. Na wakati ambapo tumejipatiana kwake pia, not only even trying to avoid, lakini pia atakupatia ujasiri na hekima ya kujua ukweli. To know the truth. So we submit ourselves to God because he is able to protect us. And number 2, he is sovereign. Yeye ndiye mkuu. The Bible says in verse 25, to the only God, our Savior, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And let it be.
kwamba kwake yeye ambaye ni Mungu peke yake, tuko naye Mungu pekee na Mwokozi pekee, kuna hayo mambo yote, nguvu na ujasiri na hata mamlaka yote, wakati uliopita, wa sasa na hata wakati ambapo utakuja, milele na milele. Amina. He is able. He is able to help you. He is able to protect you. He is able to present you perfect in his own glory. Bwana asifiwe sana. So jipatiane kwake. Unajua tunaogopa sana, na najua watu wanaogopa so ikikuja mambo ya Biblia. Unajua mimi sijui Biblia. Just read na umwachilie yeye. He is able to help you understand what you don't understand. The funny thing na Biblia ni kwamba even those of us ambao tumefanya theology, nikiwa college nilikuwa na mwalimu ambaye he was a retired president wa one of the theological seminaries in US, na akakuja kuvolunteer his services here na akatufundisha for one semester. And katika our devotions kuna mara kama 2-3 tulikuwa tunaenda, nasema kwamba nimesoma hiyo kitabu mara nyingi, hata nimefundisha, lakini sijaielewa vile nyinyi mmeieleza. What that means is we are all students of the Bible. And nobody, hakuna yule ambaye anaweza elewa Biblia 100% until wakati tutafika mbinguni. Tuko pamoja? Are you getting me? Nobody can understand the Bible until we go to heaven. So sisi wote, God continues to help us to understand day after day. Hata mimi nikikuja kuhubiri na kuaga nimefanya my own study, na kuna mambo mengi naendeleaga kujifundisha, na kama even tomorrow if I repeat the same text, hii mahubiri nikienda Rangau niende nihubiri the same, hii mahubiri tu yenye nimetayarisha leo, nikienda kule nitakuta kwamba kuna jambo ambalo Mungu atakuwa amenifunulia tena zaidi, because that is how the scripture works. Hivyo ni kumaanisha kwamba tunapojipatiana kwake, anaendelea kutufunulia neno lake zaidi na zaidi. Usiogope, usiseme kwamba mimi sijui Biblia, mimi hata kwetu hakunaga Biblia siku hizi, kila mtu ako na Biblia kwa simu. Karibu kila mtu ako na Biblia kwa simu. Kwa hivyo huwezi sema kwamba huna Biblia, na kama una Biblia kwa simu huwezi kosa kufikia Biblia. And let me tell you, we take this advantage that in Kenya we have that freedom ya hata kusoma neno la Mungu huko katikati. Kuna mahali ambapo ukionekana na Biblia ni shida. Kwa hivyo wao uchukua Biblia, wanararua karatasi vizuri, anakuja anaweka kwa mfuko. Alafu sasa wanaenda kanisa yao, hata huwezi julikana wao wanaga praise and worship. Unajua huku tuna advantage na watu pia wakafikia level nyingine. Mimi siwezi enda hiyo church na hata inaga praise and worship kali. Kuna makanisa ambazo hazina even that praise and worship, because they cannot even bear kusikika wakiimba. Wanakutana huko, especially the church in Iran na pia katika China, ukisikika mkiimba inakuwa ni shida. So wanamejificha tu kwa hivyo, na wanaendelea na ile karatasi ulienda sasa, ndio unafungua, mnaangalia, mnasoma pamoja, unarudisha, unaambiwa next week ukuje na ama the next time tunakutana ukuje na kitabu fulani, chapter fulani, unaenda kwa Biblia, unakata vizuri, unaweka kwa mfuko, unakakunja. Na ukikunja ukuji na utupe, unakunja na kirudi nyumbani wanaiweka vizuri. So wao hawana Biblia kama hii. You have an advantage. Let us take this advantage by studying God's word. Mambo matatu ambayo tumejifundisha leo. Now that we are in the last days, tuko katika siku za mwisho, what are we supposed to do? Number 1, superglue yourself with God, to Christ. Superglue yourself, ukuwa umesimama imara katika Kristo, na hakuna mtu ambaye atakutoa pale. Naye Kristo atakapokuja utakuwa pia mmoja wa kunyakuliwa. Na hata ukilala kabla Kristo akuje, I know atupende kuongea kuhusu kifo, but the reality is kifo will come. Mimi hata nikikufa leo ninajua kwamba niko na mahali naenda mbinguni. And the Bible hainifundisha ati niko roho yangu inaenda kungojea judgment mahali pengine. Biblia kwangu inanifundisha direct, ninaenda kumuona Yesu kwa uso kwa uso. Direct. So unapo superglue na Kristo,
na wewe unakuwa uko secure and you know that you have eternal life in you. Number 2, be merciful to others. Kuimaanisha kwamba tuhusike katika kazi mwishoni, kufikia wale ambao hawamjui Kristo na pia wale ambao we submit ourselves to Christ. Let us submit ourselves to Christ. Just take one moment, funga macho yako, ambia Mungu akusaidie. Tell God to help you, that you will be super glued to him, you will be firm in him, and that nothing will take you from him. Number 2, omba Mungu akusaidie kujua ni wapi ambapo utahusika katika kuonea na katika kufikia wengine na Injili. And number 3, patiana maisha yake kwake. Mwambie kutusaidia, mwambie kulinde, mwambie kuongoze. Just talk to God. Tusimame zote as we pray together. Father, we want to surrender everything to you. We want to surrender our lives to you. Father, use us according to your will. Help us to be super glued to you. The Father, nothing will separate us from your love. The Father, nothing will separate us from you. Nothing, no one will snatch us from your hands. Help us to read or to study your word, to talk to you now and then, to have fellowship with other believers, and even to know where you want us to serve you, so that we may be super glued to you and nothing that will take us from you. Father, we ask you to give us wisdom on how to be merciful to others, on how to reach to those that are getting lost, and even to those, how to snatch those that are headed to hell. Give us wisdom on how to do that. We don't know. And even most, Lord, we ask for protection because we want to be safe. We do not want to be swallowed by their evils, by their corrupted flesh. So Lord, give us that protection and the wisdom that, Father, we will be careful and the Lord will not be swallowed up by who they are or by their corrupt flesh. So we want to say thank you, Lord, because you love us so much. I pray for blessings. The Lord, you're going to bless each and every one of us. The Father, you're going to protect each and every one of us. The Lord, you're going to be with us even this week and even the weeks to come. Help us to be super glued to you. Help us that, Father, whatever we do, we will want to super glued to you, and that thing will take us from you, Father. Help us that we shall follow your ways. Be with us, Lord, and guide us. Thank you because, Father, we shall see you. In Jesus' name we pray. And now with the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asanteni. God.